Mheshimiwa Baba Askofu, kwa kibali chako nitaongeza maneno kidogo, ingawa itifaki inakataa. Rais wetu wa alumni ameshaongea, sisi wadogo wadogo tutaki kusema sana. Kwa kibali cha Baba Askofu kidogo tu niseme neno. La kwanza kipekee kabisa, tunashukuru mno kwa malezi ya Baba Kanuti Shirima aliyotupatia sisi. Mimi nilikuja hapa kujiunga na seminari nikiwa na miaka 14 na baada ya kushiriki katika chama cha wito Singida na Kigoma kwa miaka 7 ndio nikaja kujiunga hapa kama mwana seminari, na mtu wa kwanza kukutana naye kwa Baba Kanuti. Akaniambia, wewe bado mdogo sana, utaweza? Nikamwambia fadha, nitaweza. Akawaita watu wawili, marehemu Sirili Chami na Dr. Joseph Atikweka. Kweka yuko hapa. Akawaambia, na wakabidhi mtoto huyu hakikisheni na kazi vizuri. Sasa sina hakika, maana yeye na Kweka na Chami sasa ikawa muda wote wanakuja kuchungulia. Kwa hiyo mnaweza kujua wanapokuwa walikuwa viongozi, huwezi kuhepa. Kwa kweli walinichukulia kwa malezi makubwa sana, na sikuwahi kuachana nao hao wawili toka nilipokabidhiwa nafasi ya Kanuti. Chami nilikuja kutoka mwenyekiti mmoja vijana wa CCM wa taifa, nilimteua kuwa msaidizi wao, na kwa kweli hakuna mtu alinisaidia kama yeye wakati ule. Bahati mbaya tu, baada ya kuzunguka na mimi kwa kama 6, naye akagaidi akasema na mimi naingia siasa. Kwa usaidizi siwezi tena, na mwisho akaja kuwa waziri. Na katika rekodi za nchi yetu, katika mawaziri waliofanya vizuri pamoja na marehemu Sirili Chami. Kaka yangu Joseph Atikweka, yeye pamoja na kushiriki sana malezi yako, maana katika hatua ngumu kabisa Kweka alikuwa anaenda restaurant pale kantini, anatoka na vikombe viwili siku ya Jumapili, pete ya maziwa, nyingine anaweka kwenye kabati ili mimi mtoto mdogo nisije nikafa na njaa. Lakini Kweka yeye alikataa kuwa mwanasiasa, akasema ukitaka ushauri wowote wa kiuchumi sisi tutakupa. Na kwa kweli toka wakati hata mpango wa kwanza ambao mmoja vijana wa CCM ulimshauri Rais Mkapa kuhusu namna ya kusaidia ajira za vijana, waliandika Chami na Dr. Kweka. Na hata juzi nilipoteuliwa kuwa mgombea mwenza, salamu za Kweka alisema, mimi nitaendelea kwa huku kwenye wewe unaleta mimi na shauri. Kwa kweli na namna ya pekee ya kushukuru, na tumejifunza mengi sana kwa Father Kanuti. Moja ya mambo ambayo wiki mbili za kwanza alinipa tabu sana seminari ni kuona tunakaa kwenye kanisa hili tunamaliza kusali na kutoa sadaka. Na uzalendo kunishinda, nikaenda kumuona ofisini, nikamwambia nataka kujua Father, kwa nini hatutoe sadaka? Akaniambia ni kwa sababu nyinyi na sisi ndio tumejitoa kwa sadaka, sisi wenyewe ndio sadaka. Kwa wakati natoka seminari, moja ya jambo liliniuma ni kutokuwa sadaka tena. Kwa kweli mafadha na maaskofu, mimi nina wivu sana na nyinyi, kwa sababu nyinyi ni sadaka tayari. Na nimelikumbuka hili kwa sababu kwenye kundi letu la alumni niliona maswali, mbona michango ya mafadha hatuioni? Mimi nikakumbuka Father Kanuti alisema mafadha wao wenyewe ni sadaka tayari. Lakini Father alikuwa anachukua wote. Alumni wenzangu ni mashahidi, hakuna mwanafunzi ambaye Father alikuwa hajui binafsi vizuri. Na mimi nakumbuka siku moja tumekutana kwenye corridor na Father, ananiambia, "Mama, mbona leo una raha? Una shida gani?" Tulikuwa tumetoka likizo kama siku 2-3 nyuma. Nikamwambia nilipokuwa likizo, kaka yangu ameniambia anatamani kuja naye kujiunga na seminari. Bahati mbaya mimi sio rector. Akacheka kweli. Akasema, sasa sikiliza, hicho ndio kinakukosesha raha? Nikamwambia ndio. Ilikuwa Ijumaa.
kaka Jumatano haja ripoti. Kaka yangu mwenyewe alikuja akaripoti na akasoma hapo mpaka form 6. Sasa hivi ni mwalimu wa chuo kikuu Huria cha Tanzania, yuko pale Dr. Alfred. Na kuna vitu vingine unajifunza kwa mtu anaahidi anatekeleza, yaani anakupa ahadi unafikiri ametania, lakini katika maisha yako kila siku unaenda unaona. Nilipokuwa waziri wa michezo, habari za michezo, mtu mmoja akaja kuniambia naomba msaidie nipate kazi jeshi la polisi. Nikamwambia sikiliza, siku ukisikia nimekuwa waziri wa mambo ya ndani ndio uniona, na nilijua haiwezekani mimi nikawa waziri wa mambo ya ndani. Nimetoka waziri wa mambo ya ndani, siku nimetoka kuapishwa na kwenda ofisini, kikao cha kwanza na mkuta yule mtu ofisini ananisubiri. Na nikakumbuka fadha aliahidi akatekeleza. Ikabidi nikajisalimishe kwa IGP Said Mwema, nikaambiwa kuna jambo nilifanya sio la utaratibu, lakini ahadi nitaenda huko mchukue huyo mtu. Sasa hivi ni mkuu wa polisi wa wilaya ya hapa. Kwa hiyo katika anaongea vizuri rais wetu kule ndani mara, kama kuna kitu tujifunza kwa fadha, nidhamu na uwajibikaji. Hamna mtu yote aliyesoma seminari kipindi chetu ambaye anaweza akasema hajanufaika na mafunzo kuhusu nidhamu na uwajibikaji. Na ndio maana shule yetu hii imetoa walimu wa vyuo vikuu, imetoa mabalozi, imetoa wanasiasa. Rafiki yangu alikuwa mbiuka. Kila aina ya watu muhimu wametoka kwenye shule. Ni kwa sababu ya malezi ya baba yetu Kanuti Shiriki. Baadaye mimi niliamua kutoka seminari, na tawasimulia yaliyojiri. Siku moja mwanafunzi mwenzetu mmoja aliandika barua ndefu ya kulalamikia chakula, alafu akaenda kuidumbukiza kwenye mlango wa ofisi ya Fadha Rector. Sasa ile barua ilipopatikana, kiongozi wa kwanza wanafunzi aliyeulizwa unahisi hii barua kaandika nani, akasema yule mtoto wa Dar es Salaam. Au mtoto wa Dar es Salaam alikuwa mimi. Sasa nikaitwa kuulizwa, hii barua umeandika wewe? Nikasema hapana. Mbona watu wengi wanafikiri ni wewe? Nikamwambia Fadha, fanyeni uchunguzi vizuri. Baada ya Fadha Kanuti alikuwa mtu mwema sana, akaagiza madaftari yote ya kusanya. Akakusanya madaftari yote kufananisha mwandiko wa barua na madaftari. Ikabainika aliandika barua. Sasa nikabaiwa wapi siku hizi? Hizi stories za zamani wake nisikia Ismail. Alikuwa anatoka ule sehemu. Kwa jina lake maarufu kwa mtu Mwarabu. Basi akauliwa akasema ni kweli nimeandika mimi. Sasa kwa sababu ilikuwa nidhamu na uwajibikaji. Kwa hiyo akarudishwa nyumbani. Nidhamu na uwajibikaji. Sasa nikapiga hesabu nikasema je, kama Fadha Kanuti asingeagiza uchunguzi singeondolewa mimi? Hapo kwa nikaamua kuaga mwenyewe. Sasa Fadha alisikitika sana. Alikaa na mimi siku nzima kuniambia kwamba imeshajulikana alifanya hivyo, usiondoke. Anishawishi, mwisho akakubali. Kesho yake akamwomba Fadha Michael Mushi ambaye alikuwa vice rector. Vice rector naye akakaa na mimi akanifanyia counseling. Una sababu ya kuondoka, wewe kijana mzuri na nini. Mwisho rector akamwambia mpeleke state. Saa kuna mabasi saa 5. Lakini nadhani baadaye nilimweleza kwamba ipitishe saa 5 kwa sababu mtoto mpeleke tunakula vitu vizuri mpaka muda upite. Kwa hiyo tukaenda mjini. Fadha Michael Mushi akatembeza maeneo mazuri sijawahi kupita. Na angalia bila nanogewa muda unaisha. Mwisho magari yote ambayo yameenda. Na mwisho tukarudi Uru Seminari. Nikaitwa tena na Fadha.
Sasa unaona Mungu apendi uondoke, ukosa gari. Nishawishi tena, lakini nikawaomba kwa kweli moyo wangu sasa umeshaamua kuondoka. Basi fuata kwa masikitiko makubwa akaniruhusu, akaniambia unataka kitu chochote unataka kuondoka nacho. Nadhani nilichagua nani moja ya kuwekea maji ya baraka, ilikuwa ina picha ya Mama Teresa, ndio nilichagua hiki. Akanipa na akaniambia kwa kuwa umechagua hiki, basi katika maisha yako popote unapoenda usiache maji ya baraka. Wakaniombea wao wawili pamoja, wakanibariki. Kesho yake nikaruhusiwa nikaondoka. Na nataka niwaambie, tangu siku ile sijawahi kusafiri popote bila maji ya baraka. Mara moja tumewahi kupata changamoto na maji ya baraka, na nilikuwa nikasema, nikiwa kwenye kampeni ya ubunge Songea mjini mwaka 2005, siku moja katika watu wanaonisaidia kupika mmoja kupandisha mashitani, mmoja akapandisha mashitani. Sasa wakati wanahangaika naye, mimi nikakumbuka maji yangu ya baraka, nikaweka kwenye kabomba la sindano. Sasa wanapambana kwenye chumba kile, mimi nikayakuta matone kama manne yakamgusa mguu wake. Yule mtu akaruka akashika mguu, naungua. Na mimi nikakumbuka sasa hapa inakwenda kusema toka katika jina la Yesu. Lakini baadaye nikakumbuka misabu yangu ile mitatu nikataya taamia kwangu. Kwa kweli sikwenda kuponya toka tena. Najua Biblia imeandika kuna mengine yanaondoka kwa kusali na kufunga. Sikuwa nimefunga, sikuwa nimesali. Yote mawili ilikuwa shida. Lakini lingine ambalo ningetaka kusema la kumbukumbu ya pekee, mimi na wasaidizi wangu tumesafiri kwa nje kwa shughuli nyingine ya nchi. Tumesafiri kilomita zaidi ya 7 tuwahi shughuli, lakini kwa sababu ya mapenzi makubwa ya Father Kanuti, pamoja na kuondoka seminari, Father Kanuti aliniunganisha na shirika la Rosminian Fathers. Akasema wewe bado naamini unaweza kuja kwa mtao. Akaniunganisha nao, na kila mwaka nilikuwa naenda kwenye mafunzo, kila likizo kwenye mafunzo kituo cha Bible Sisters. Tunafungiwa kule mwezi mzima kila mwaka mpaka nimemaliza form 6. Hakuniacha tu nikaondoka, aliendelea kunifuatilia. Haya ni mapenzi ya pekee ya mzazi, ya mlezi, ya baba. Ndio nasema hakuna namna mimi nitakosa mazishi yake. Mwaka jana mwishoni niliongea na baba Askofu Joseph Mlola, tukajadili sana mapenzi ya Father Kanuti wetu, na tukakubaliana kushirikiana kumwalika mwaka huu aje kukutana na alumni wake, na mimi niliahidi nitakata tiketi. Lakini pia rais wa alumni Brenda tulimjulisha hayo tuliyoongea na baba Askofu, na yeye akamjulisha Father Kanuti, akafurahi sana. Ilikuwa mwezi ujao Pasaka, ilikuwa Pasaka hii ndio anakuja kukutana na lakini Mungu ndiye anayepanga. Maana imeandikwa, unaona kwenye Biblia kuna mahala mtu amesema sasa nile radi kupumzika, Mungu anasema kwamba usiku wa leo umeichukua, sisi anapanga Mungu wetu. Kwa hiyo niseme tu kwa namna ya pekee tunashukuru sana shirika la mitume wa Yesu. Tunawashukuru sana walezi wetu hawa, Baba Kanuti, Father Michael Mushi, wakati ule maarufu, sijui kama ananipenda ile jina, tulikuwa tunamwita kisirisiri wa Kongo. Na tulikuwa tunamwita hivyo kwa sababu alikuwa bingwa wa literature. Hakuna bingwa alikuwa anamfikia. Kwa hiyo tukasema. Lakini pia tunawashukuru wazazi, na leo nawakilishwa na mama wa Father Kanuti. Tunawashukuru sana kwa malezi ya Father Kanuti ambayo ilifanya aweze kutolea sisi pia. Baba Askofu, tunakushukuru sana kwa kuja kusimamia ibada ya mazishi ya Father Kanuti. Hakuna jambo
jema ambalo umeweza kufanyia sisi alumni kuliko wewe uje kuongoza ibada hii. Tunakushukuru sana. Mapadri wetu wote tuliosoma pamoja na ambao tulisoma wote ambao mko hapa leo, tunawashukuru sana kwa heshima ambayo mmempa Baba Kanochi. Na la mwisho, haya yote niliyowaambia leo nimemweleza Mheshimiwa Rais kwamba lazima nikatize hii safari kutokana na umuhimu wa Padre Kanochi mkuheshimiwa, kwa sababu 1, 2, 3, 4, 5. Na Mheshimiwa Rais akaniambia kwa hayo uliyoyasema, basi waambie Uhuru Seminari na wachangia milioni 50 ili kwa hiyo chochote wakitengeneze pale kwa kumbukumbu ya Padre Shirima kwenye eneo la Uhuru Seminari. Baada ya maelezo hayo, Baba Askofu, nakushukuru kwa kunivumilia, maana sisi Wakatoliki kwenda kuongea mbele ya maaskofu ndio pale tatizo kubwa sana. Nawashukuruni sana, tunawapenda na rekta na fahamu, hamna mwaka ambao kwa miaka 10 iliyopita kuna mwaka nimekuja Kilimanjaro sijafika huko seminari. Kwa hiyo kama tunawapenda, tunathamini sana mchango ambao